بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba rehma na amani zimwendee bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ali zake na sahaba zake watabiina ila qiyami saa. Ikhwata al-iman, narejesha tena shukrani kwa Allah kwa kuniwezesha kuhudhuria makamu haya, kuja kukumbushana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliyo mema tukawa ni wenye kuyatekeleza, na yaliyo ni maovu tukawa ni wenye kuyaepuka. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala waliotangulia barzakh, Allah wasamehe, Allah weke mahali pazuri, na walio ni wagonjwa Allah subhanahu wa ta'ala ape shifa ya haraka, warudi kupata siha zao kama kawaida. Waliokuwa ni wenye kughafilika na mambo ya Allah, Allah ape fahamu, warudi katika njia yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na waliokuwa ni wasafiri kutafuta riziki za halali, tumwombeni Allah awafikie safari zao kwa salama na makusudio yao wawe ni wenye kuyapata. Na vile vile na sisi tusijisahau, tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atubakishe katika mistari ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikifika mwisho wa pumzi zetu, tumwombeni Allah aturuzuku nasi kilima cha mwisho cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ikhwata al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika maneno yake katika kitabu chake ambacho kwamba yeye mwenyewe Allah kenda kukisifu ya kwamba dhalikal kitabu la raiba fihi, kitabu cha Qur'ani hakina shaka. Kwa atakayetilia shaka kitabu cha Qur'ani atakuwa ni mwenye kujitoa katika Uislamu, anakwenda kuwa ni kafir, kwa sababu amekwenda kukanusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim anatuambia kwamba fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia ya kwamba kwa kutuamrisha, hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala,
kutuambia sote, mimi na wewe, tusimame katika kukumbushana yaliyo ni mema tukatekeleza, na tukakumbushana yaliyo ni machafu tukawa ni wenye kuepuka. Fa inna dhikra, hakika ya kule kukumbusha, tanfaul mu'minina, kuna wanufaisha waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukiangalia hakuna wengine waliomwamini Allah ila ni mimi ninayezungumza na wewe unayenisikia. Allah tukumbusha kwamba yale mazuri tuyatekeleze na yale machafu tuepuke. Ama tadhkira yetu ya leo ni mambo ama ni jambo ambalo kwamba limekwenda kuadimika, limekwenda kukosekana. Watu hawalichukulii kama ni muhimu. Binadamu hawachukulii swala hili kwa uzito, wanachukulia swala hili kwa wepesi. Na tutakapolichukulia swala hili kwa uzito, bila shaka mkusanyiko wetu ambao kwamba tunaishi, mujtamaa wetu ambao kwamba tuko nao, tutakwenda kuishi vizuri, tutakwenda kuishi bila kule wala kule, bila hili wala lile, tutaishi kwa amani, tutaishi kwa starehe zote. Lakini likienda kukosekana mujtamaa tulionao, tutakwenda kuishi hali hii ambayo kwamba tunaishi, kwa sababu saa hii amani hakuna. Amani imekwenda kukosekana. Na tukisema amani imekwenda kukosekana, si iwe lazima ya kwamba tupigana vita. La, kupatikana kwa amani si kuacha kupigana vita peke yake. Ni mambo yote ambayo kwamba twastahiki kama binadamu kuishi nayo, yayo yako katika hali ya usalama. Kukosekane wizi, kukosekane kudharauliana, kukosekane kutukanana, kukosekana bughudha za hapa na pale na fitina za hapa na pale, ndio tutakapokwenda kuishi kwa amani. Amani ikipatikana, hata watu wataacha milango yao wazi, mtu asafiri. Kwa sababu amani iko, hakuna mtu ambaye kwamba anakwenda kuingia katika nyumba ya mwenzake ikiwa mwenyewe hayuko achukue kitu. Lakini leo ndugu zangu Waislamu, tuulizaneni, ni nani ambaye kwamba wacha kuacha mlango, dirisha uliache wazi kwa ulimwengu huu wa leo? Wacha kuwa usiku iwe ni mchana. Ni mji gani, ni mahali gani, ni nyumba gani ambayo kwamba leo inaweza ikashinda bila ya watu, na wakirudi wakute vitu vyao viko ndani ya amani? Hakuna. Kwa sababu tumekwenda kuacha kitu kimoja ambacho kwamba ni muhimu, kitu ambacho kwamba tumekwenda kukikosa sisi wazee, na hata watoto wetu wamekwenda kukosa: twabia. Twabia tumeikosa sisi watu wazima, mpaka na watoto wetu wamekwenda kukosa twabia. Sasa ikawa katika mujtama huu, mkusanyiko ambao kwamba tunaishi, maadamu swala hilo tumekwenda kuliona halina maana, maadamu swala hili tulichukulia kwa wepesi, halina uzito kwetu, ndio ukaona ndugu zangu Waislamu, sisi wenyewe ni shida na watoto wetu pia ni shida. Kuona kitu cha mtu uwe na staha nacho, ukiheshimu, kwa ulimwengu wa leo ni nadra sana. Si mimi ninayezungumza wala si wewe unayenisikia. Huwizi wote ambao kwamba imekwenda kuenea ni kwa sababu imekwenda kukosekana akhlaq, twabia. Twabia iliyokosekana ni twabia mzuri,
mwanadamu ni lazima achague baina ya vitu viwili. Achague kimoja. Kile atakachokichagua ndiyo kitamsomea yeye, ama kitatuambia sisi kuwa yeye ni nani. Kitakwenda kutujulisha sisi kuwa yeye ni mwanadamu, na kitakwenda kutujulisha sisi kuwa yeye ni hayawani, ni binadamu kimaumbile, ama kivitendo yeye ni hayawani moja kwa moja. Mwanadamu ni lazima achague baina ya tabia mbili awe na moja. Kuna tabia mzuri na tabia mbaya. Sasa kila mwanadamu ni lazima ajichagulie mwenyewe. Je, mimi nitachukua hii mzuri ama mimi nitachukua hii mbaya? Kile utakachojichukulia ndio Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukulipa nacho yaumul qiyama. Ukichagua tabia mzuri, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukulipa kwa ujira wako uliokuwa na tabia mzuri. Na ukichagua tabia mbaya, Allah vile vile atakwenda kukulipa kwa ile tabia yako mbaya uliojichagulia. Hakuna mahali wala hakuna duka wala hakuna supermarket yoyote ambayo kwamba yauzwa ama kupatikana tabia mzuri ama tabia mbaya. Hakuna duka wala mtaa wala supermarket yoyote ndani ya ulimwengu mzima ambayo kwamba kupatikana tabia hizi mbili, tabia mbaya na tabia mzuri. Na ikiwa haiuzwi, yapatikana vipi? Yapatikana kwa njia ya kujifundisha. Tabia mbaya ama tabia mzuri inakwenda kupatikana kwa kule mwanadamu kujifundisha, kujizowezesha, kuendelea nayo ili apate kuwa katika wale ambao kwamba wastahiki kuwa na tabia mzuri. Ama ajifundishe tabia mbaya mpaka ionekane katika mtaa mzima yeye ndiye namba moja kwa tabia mbaya. Kama ni tabia ya wizi ni mbaya. Kama ni tabia ya kudharau wenzako ni tabia mbaya. Kama ni tabia ya kusengenya wenzako ni tabia mbaya. Kama ni tabia ya kutongelezana, kuyachukua ya huku na ya kule ili watu wapate vurugu, kukosanisha watu wawili, kuyachukua ya huku yasiyofanyika ukapeleka huku, na ukachukua ya huku yasiyofanyika ukapeleka huku, alimuradi kupatikane muhasama baina ya watu wawili, ni miongoni mwa tabia mbaya. Ni miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinakwenda kukosesha amani katika mjitamaa wetu ambao kwamba tuko nao katika maisha yetu ya duniani. Lakini ikiwa mtu atakwenda kujifundisha tabia mzuri, akaendelea nayo kutoka udogoni mwake mpaka walillahi ta'ala akenda akafa, basi bila shaka minal faizin. Lakini leo ni nani ambaye kwamba tunakwenda kuweza kumpigia mfano? Ni yupi katika dunia hii ambaye kwamba binadamu watakwenda kusimama kujiiga na yeye? Ni yupi? Ila ndugu zanguni, hata tukatafuta inakuwa ni shida, kwa sababu kama sina wizi na sengenya, kama sina wizi ninatongeleza ya huku nikapeleka huku, kama sitongelezi na dharau wenzangu, na ni miongoni mwa tabia mbaya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni kwa mujibu wa kwamba aliye mtu mzima na aliye ni mdogo, aliye ni mke, aliye ni mume, ni lazima ajifundishe tabia mzuri.
na ni lazima ajiepushe na tabia mbaya. Sasa kwa haya madogo niliyozungumza nikataja, maana yako mengi, nikianza kuyataja moja baada ya lingine itabidi niendelee, maana yako zaidi ya 10,000 tumeanakili kwenye kitabu. Tukianza kuyataja fulani tuzungumzie taje tu mabaya tu ama mazuri tu, itakuwa tunamalizia hivyo. Lakini tumependa kwenda kujulisha, kwenda kukumbushana ya kwamba huyu ambaye kwamba ana tabia mzuri kwa Allah ana daraja gani? Yule ambaye kwamba kajifundisha tabia mzuri kutoka mdogo mpaka akakuwa walilahi alhamdu, mpaka akawa mtu mzima, mpaka akaoa ama pengine hakuoa, hakubahatika kuoa, kenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na daraja gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenda kutufundisha ya kwamba utakapokosea kama mwanadamu ukafanya dhambi kwa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi patiliza kufanya jambo zuri. Hafanya haraka kufanya lile zuri, litafuta lile ovu ulilolifanya. Alafu ukitangamana na wenzako utangamane nao kwa tabia mzuri. Huyo ni Mtume Muhammad atufundisha sisi watu wake, sisi kaumu zake, ili na sisi tufanye bidii tufike katika kile kilele cha wale watu ambao kwamba wamebashiriwa pepo na wao wako hai, ili na sisi watakao kuja nyuma yetu wajifakhiri, wajivunie, wasome, wakumbushane, waelezeane ya kwamba fulani alikuwa na tabia fulani, fulani alikuwa na tabia fulani, wewe ulikuwa na tabia fulani, mimi nilikuwa na tabia fulani. Leo ndugu zangu Waislamu, tujifakhiri na wazee wetu. Babangu alikuwa ni sharifu, babangu alikuwa ni mwanachuoni, babangu alikuwa ni kadhaa na babangu alikuwa ni kadhaa. Shairi atuambia ya kwamba laisa alfata man yaqulu kana abi, si kijana yule ambaye kwamba anajifakhiri kwa kusema ya kwamba babangu kawa hivi. Walakinna alfata, lakini kijana ni yupi? Ni yule anayesema mimi ndiye sasa, mimi ni sasa. Ana tabia mzuri, watu wakimwona ardhika naye, watu walilahi alhamdu hawapendi kumkosa. Lakini leo ndugu zangu Waislamu, kila mmoja atasema babu yangu alikuwa fulani, babangu alikuwa fulani, mjomba, sisi familia yetu ni familia kina fulani. Masala ya familia hayaendi kukusaidia wewe, ni kila mmoja ajifakhiri yeye mwenyewe, kujivunia yeye mwenyewe. Jitahidi kwa kiasi utakachokiweza, asa uwajibike, ujulikane, ufahamike, ujifundishe tabia mzuri. Usikae kusema sisi kabila yetu ni Banu Hashim, familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Familia ya Mtume haikuhusu, haikusaidii. Hata familia ya Mtume yaumul qiyama watakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mmoja baada ya mwingine. Sio maadamu Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kwenye familia ni moja, ni familia ya Mtume ndio yatosha, nendeni. La, ni kila mmoja aangaliwe amefanya nini katika maisha yake. Ndio hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katamka kusema ya kwamba
hata mimi mwenyewe nitaingia katika pepo ya Allah kwa radhi za Mwenyezi Mungu. Sitaingia peponi ati kwa sababu mimi ni mtume, la, nitaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa Allah kaniridhia. Huyo ni mtume. Je, sisi? Laisa alfata man yaqulu kana abi walakin alfata man yaqulu ha ana dha. Pili, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenda kutueleza ya kwamba hakuna kitu ambacho kwamba kina uzito katika mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala siku tukienda huko. Maana si leo haya tuyatengeza hapa, lakini kupata ni huko. Haya tuyatengeza hapa, tuyalima hapa, kama alivyotuambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ad-dunya hiya mazratul akhirah, dunia ndiyo makulima ya akhira. Ad-dunya hiya mazratul akhirah, twalima hapa lakini kuvuna ni kesho, si leo. Kesho ni yaum al-qiyama, kesho ni siku ya hisabu. Kesho ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutufufua sote, ili kila mmoja amlipe yale aliyoyatenda, yale aliyoyafanya katika mgongo wa ardhi, wakati alipokuwa na afya, ni mzima, yuko hai kama kigongo. Huwezi kwenda kuhesabia wewe ni mgonjwa kitandani, umeparalyze, waliyadhu billahi min dhalik, umeparalyze kwa kitandani. Huwezi kuandikiwa kitu kwa sababu huna kitu ambacho kwamba utakuwa unakifanya. Labda iwe katika kitanda chako, katika maradhi yako unamkufuru Allah, unawadharau wenzako, unawavunjia heshima wenzako, unaona wenzako hawana maana, wewe ndio first class. Kwa sababu ibada hizi, ndugu zangu Waislamu, kuna zingine ni za kusema ndio tuandikiwe. Hata hayo ninayosema, ndugu zangu Waislamu, ni ibada, na ikiwa katika hesabu yangu yaumul qiyama atakwenda kuzipata. Sasa Bwana Mtume Muhammad atueleza ya kwamba hakuna kitu ambacho kwamba kinakwenda kuteremsha mizani ya mwanadamu katika amali zake yaumul qiyama min husnul khuluq, kuzidi tabia mzuri. Hakuna kitu ambacho kwamba kina mizani, kina weight, kinaleta wizani mzito katika mizani yako ya mema yaumul qiyama zaidi ya tabia mzuri. Je, ndugu zangu Waislamu, tuulizane sasa hivi, si ambao tuko, maana tunajuana. Kama wewe unijua mimi na mimi nakujua wewe, katika mujtama sote tunajuana. Kama fulani ni usadi tu lakini ana tabia mbaya, na wewe ni mzee wa nyumba, kama ni 10 ni 20 ama ni 40, shauri yako, lakini mujtama wanajua ya kwamba wewe una tabia mbaya. Na huyo mzee naye ana wake ambao kwamba naye anawajua wana tabia mbaya. Hii ni vitu ambavyo kwamba tuishi navyo maadamu tuko pamoja katika dori hili, basi kila mmoja anamjua mwenzake. Sasa kama anijua mimi na mimi nakujua wewe, na wewe wajulia na yule amjua yule, ni yupi ambaye kwamba sahihi yuko sawa, twaweza tukasema fulani kidogo ana afadhali, kidogo fulani ana afadhali, ni yupi? Sasa ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atufundisha kwamba tujifundishe tabia mzuri, kwa sababu itakwenda kuongeza weight na mizani yaumul qiyama katika mizani zetu za hasanat.
Na vile vile bwana Mtume Muhammad na Aisha anatuambia ya kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye namba moja katika tabia nzuri. Bwana Mtume katika viumbe vyote alivyoviumba Allah, vitakavyokuja na vilivyopita na vilioko, katika viumbe vyote vya Allah, yeye ndiye namba moja katika tabia nzuri, kwa sababu Allah akasema ndani ya Qur'ani akimwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Yani sikuwa mtume ana tabia nzuri, yuko juu. Ile tabia nzuri iko chini, yeye mtume yuko juu, amezidi ile tabia nzuri kwa uzuri wake wa tabia, kazidi kaka kule juu kabisa. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hadithi inayotokana na Aisha radhiallahu anha, mumin anakwenda kupata nini? Mumin aliyemwamini Allah, walilahi alhamdu, sote tusinge kusanyana hapa na wengine anakwenda mbio kuhudhuria hapa, ila tuna sifa moja ya uumini. Kama huna imani, shauri yako. Sote tumekusanyana hapa kwa sababu tuna imani ya Mwenyezi Mungu ni mmoja, na ikiwa wewe una imani ya kuwa Mungu ni wawili, basi hauhisabiki hapa. Umekaa tu unaongeza grupu la watu, lakini hauhisabiki. Kama wewe imani yako ni ya kwamba Allah ana mwenzake, katika huu mujtama tulionao, katika haya tunayozungumza, wewe haumo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia ya kwamba innal mu'mina, hakika ya mu'min kamwamini Allah ni mmoja na bwana Mtume Muhammad ni mjumbe wa Allah. Hiyo ndio imani. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utakaposema hivyo ndio unahesabikana kuwa wewe ni muumini. Lakini uumini peke yake wa kumwamini Mwenyezi Mungu na kulala nyumbani haijatosha. Ya kwa mimi nimemwamini Allah na mtume wake, basi wacha mimi nikae. Hauna swala, hauna zaka, hauna hija, hauna saumu, hakuna amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, hukatazi yale haramu wala huamrishi yale mema. Dadangu ama kakangu, una mushkili, kuna shida fulani, wewe ni muumini tu, lakini huna pingamizi na kitu cha mtu. Kama ni mke wa mtu, ni msichana wa mtu, ni nyumba ya mtu, basi shida. Una shida dadangu ama kakangu, una shida. Ni lazima ya muumini awe na mipaka. Muumini yoyote ni lazima awe na mipaka. Awe na mipaka ya vitu vya watu, asiibe. Yani usiende kuiba. Uwe na mipaka ya wake za watu, usiende kutongoza, kuvunja heshima za nyumba za watu. Wewe ni muumini, lakini huoni kabubui kamepita wakaandama, una shida dadangu ama kakangu. Ni lazima ujipange vizuri, uache uchafu huo, ndio upate zile daraja ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamueleza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atueleze sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innal mu'mina, hakika ya mu'min, la yudrika, hupata, bihusni khulqihi, kwa tabia yake iliyo ni mzuri. Haiwezekani ndugu zangu Waislamu, wewe una tabia mzuri, lakini ukiona simu ya mtu hapo ulipokaa imeanguka, unaichukua unaizima. Hapo ulipokaa kuna simu ya mwenzako imeshopoka kwenye mfuko ikashuka chini,
wewe unachukua unazima. Hiyo ni tabia mbaya. Umeona simu chooni kule, mwenyewe amekwenda kutawadha, ameisahau. Ni saa, ni mapeni, ni pochi, ni chochote, wewe ukachukua katoka nganda zako. Mwenyewe hangaika huku, wewe ndo kujinafasi na mgoka. Ni miongoni mwa tabia mbaya. Innal mu'mina la yudrika bihusni khulqihi, mu'min anakwenda kupata kwa ile tabia yake mzuri darajata swaimi, kwa tabia yako iliyokuwa ni mzuri, wewe hata hushughuliki na kufunga. Wewe ngoja Ramadhani mpaka Ramadhani, walilahi alhamdu. Ukishamaliza ile ya faradhi, saumu ile ya lazima, basi unaosha mkono, unasukutua, basi ukishatoa kupiga mswaki, walilahi alhamdu, hufungi tena. Hata ukasikia kuna kufunga, hata ukaambiwa kuna sumu za wajibu, hata ukasikia kuna sunna ambazo kwamba za peana watu daraja, wewe bado umekita, mimi kwa yangu mpaka faradhi ipatikane. Je, kama umekufa kabla Ramadhani haijafika? La yudrika bihusni khulqihi, atapata kwa ile tabia yake mzuri. La yudriku bihusni khulqihi, atapata kwa ile tabia yake mzuri. Unakwenda kupata kwa tabia mzuri daraja za watu wanaofunga. Ndugu zangu Waislamu, anayefunga ana daraja gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Daraja ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati ule ambapo kwamba anakwenda kufungua muadhini, Allahu akbar kuadhiniwa, naye anachukua kama ni maji, kama ni maziwa, kama ni tende. Sisi tukifungua muadhini tunafungua na sigara, kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani tunakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu. Sunna ya mwenye kufunga ni afungue na maji, ama afungue na tende, ama amekosa basi hata kama ni tamala maji napata, hana pesa za kununulia maziwa, hana tende, hana, basi napata hata kama ni tama moja, si lazima akanunue maji ya chupani. Hata kama alia mferejini tu, madamu ni maji, piga bismillah, unaosha mkono wako, unacheka, unakunwa, walilahi alhamdu, umefungua saumu yako. Daraja ya pili ama furaha ya pili ni pale anapokwenda kukutana na Allah live, kwa sababu Allah kapanga ya kwamba saumu yeye ndiye mwenye kuilipa. Tukiswali leo swala ya jamaa tunaandikiwa thawabu 27 za jamaa. Tukiswali kwa jamaa tunaandikiwa thawabu 27 kwa hadithi ya Mtume. Ukiamrisha mema, ukikataza maovu, unapata thawabu 10. Hiyo unaandikiwa kwa umepata thawabu 10, umeamrisha mema au umekataza jambo ovu, unaandikiwa thawabu 10. Ukikopesha na thawabu 18. Ama saumu Allah ndiye mwenye kuilipa. Sasa huyu mwenye tabia mzuri anakwenda kupata daraja ambazo kwamba hakuzitumainia wala hakuzitarajia, kwa sababu anakwenda kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba yeye mwenyewe kafunga. Ndugu zangu Waislamu, raha hiyo. Swala la pili, alqaimi, unapata daraja za watu ambao kwamba wanasimama usiku kuswali. Jiulize, kutoka wakati ule wa tarawehe wa Ramadhani wa qiyamu leili mpaka leo tuliposwali Idi, ni lini umekumbuka kwamba kuna tahajjud? Jiulize wewe, wacha mimi, jiulize wewe. Balil insanu ala nafsihi basira, kila mwanadamu ajijua nafsi yake. Jiulize wewe, ni lini umekumbuka kwamba kuna swala ya tahajjud? Kuna swala ambayo kwamba ni bora, inatupa ujira mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uinuke usiku uswali raka 2 tu, 2 za sunna. Jiulize wewe, ni lini umekumbuka kufanya swala kama hilo baada ya kuswali salatul Eid? Maana kuna wengine tumekuja tukakesha hapa ya kwamba siku ile ya kuswali Eid tuliposwali tukaenda nyumbani, tukageuza nguo, tukaoga vizuri, tukaja na nguo zile zaidi, tukaswali. Tulipotoka hapo misikiti haiswaliwi tena usiku.
wala majumba hayaswaliwi tena usiku, wala hukumbuki kama kuna swala kama hilo. Lakini kwa yule ambaye kwamba ana tabia nzuri, anakwenda kupata daraja mbili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, daraja ya mtu ambaye kwamba anakwenda kufunga na daraja ya mtu ambaye kwamba anakwenda kusimama kuswali swala ya usiku, salatu tahajjud. Ndugu zangu Waislamu, vitu viwili haviachani, vitu viwili vyashikana hivi, na ni lazima vitaenda hivyo kama alivyovipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah wa husnul khuluq, kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe umogopa Allah, basi lazima utakuwa na tabia nzuri. Lakini ikiwa wewe haumogopi Allah kama kina sisi, basi lazima tutakuwa na tabia mbaya. Na mwenye tabia mbaya hayapati. Ikiwa sisi tunataka kupata yale mazuri aliyoandalia Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama, ni lazima tuanze kuanzia sasa kujifundisha. Lakini ndugu zangu Waislamu, samahani, nasema tena samahani, na nikirejelea samahani ya mara tatu, ni kwamba wakati wa kujifundisha ni udogoni. Wakati wa kujifundisha ni wakati tukiwa wadogo. Saa hii umekomaa, ni shida kujirekebisha. Ikiwa ushazoea tabia mbaya, utakaa hivyo hivyo ila mpaka ukafa, la kiyama saa. Kwa sababu shairi atuambia, innal ghusuna idha qawamtaha i'tadalat wala yalinul khashab idha qawamtaha. Shairi atuambia kwamba hakika zile ncha za miti, zile ncha za miti, innal ghusuna, zile ncha za miti zile, idha qawamtaha i'tadalat, ukiunyoosha unalingana. Ncha za miti ni hawa watoto wadogo, ni hawa watu ambao kwamba akili zao bado hazijakomaa. Wale ambao kwamba bado hawajakomaa, ukimrekebisha atarekebika. Ama wewe lazima tupigane, tushindane, tudharauliane, tukajeliane, na haitowezekana. Kwa sababu wala yalinul khashab, wala gogo haliwezi likanyooka baada kuwa lishakomaa. Sasa ikiwa wewe ni mtu mzima, ushazoea tabia mbaya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Hayo ndio tutakayokuambia, maana hakuna lingine zaidi ya hapo. Ushaharibikiwa basi, na kuharibikiwa kwako shauri yako. Ama wale ambao kwamba bado ndio ni wadogo, wajifundishe masala kama haya, kwa sababu bila shaka watakwenda kulainika. Na sisi wazee, baba, mama, na kila ambaye kwamba ni msimamizi wa familia, baba ama ni mama ama msimamizi wa familia, jaribu kuwafundisha watu wako tabia mzuri. Jaribu kuwafundisha, ima na watoto wako, ama ni wale unaowasimamia umewazaa mwenyewe, ama ni watoto wa ndugu zako uko na wewe, ama ni katika vitengo ambavyo kwamba vyalea watoto. Tujaribu kuwalea watoto wetu tarbiyatu diniya, malezi ya kidini. Tukiwalea malezi ya kidini, bila shaka atakuwa na tabia nzuri. Tukiwalea watoto wetu malezi ya kikafiri, ndugu zangu Waislamu, tusije tukalaumu baada ya miaka 20, ila tujilaumu nafsi zetu kwa yale yatakayotokea. Inshallah, sisi kama mnavyojua ya kwamba tukianza kuzungumza huwa hatumalizi, tunakatiza tu, lakini hatumalizi. Na mada kama hizi ni mada muhimu sana, ijapokuwa watu wanachukulia masala kama haya hayana maana. Ijapo watu wanachukulia swala la akhlaq, swala la tabia ni swala ambalo kwamba limepitwa na wakati, lakini hili ni swala ambalo kwamba
litatuletea manufaa katika mujtama, ni swala ambalo kwamba litatuletea natija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni swala ambalo kwamba litatuletea natija sisi wenyewe katika uhai wetu. Hawa wanaokatatu na mapanga, hawa wanaoshika watu makabari, wametoka katika familia ambazo kwamba hawakulelewa na tabia za kidini. Ndio wale mama zao wanapigana na walimu, mama zao wanadharau mambo ya kidini, familia zao hazichukulii muhimu masala ya kidini. Ndio ndugu zangu Waislamu, yule mtoto anakwenda kukua mpaka anafika hadi ya kuchukua panga akamkate mwanadamu mwenzake kwa sababu ya kumpokonya alichonacho. Hayo ni miongoni mwa tabia mbaya ambazo kwamba sisi wazazi tuwafundisha hawa watoto wetu. Wassalamu alaikum walafa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.